Ndugu zangu waandishi wa habari wa Tanzania ambao mnafuatilia hafla hii, ningeomba tuwe na sekunde 10 za ukimya, alafu nitawaeleza ni kwa nini tuna hizo sekunde 10 za ukimya. Tuanze. Asante. Sekunde hizi ni kwa ajili ya kuwakumbuka watani zetu klabu ya Simba Sports Club ambayo tayari imeshaaga mashindano ya CAF Champions League msimu huu wa 2025-26. Mashindano waliyapenda, lakini out imewapenda zaidi. Kabla sijaingia kwenye ajenda ya msingi ambayo imefanya tuwaite hapa siku ya leo, liko jambo ambalo uongozi wa klabu ya Young Africans umeniagiza niliseme. Jana kupitia vyombo mbalimbali vya habari tulishuhudia moja ya tukio la hovyo kabisa kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Moja ya tukio la kihuni. Moja ya tukio la kishamba zaidi kufanyika kwenye mchezo wa mpira wa miguu hapa kwenye ardhi yetu ya Tanzania. Tukio hili limehusisha mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club ambaye baada ya mchezo wao ilionekana video mbalimbali akishambuliwa na baadhi ya mashabiki wa klabu hiyo. Sisi kama Young African Sports Club kwanza tunalaani vikali vitendo hivyo. Ni vitendo vya kihuni ambavyo havina nafasi yoyote kwenye mchezo huu pendwa wa mpira wa miguu. Lakini la pili, kwa niaba ya uongozi wa klabu ya Young Africans tunapenda kumpa pole mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Murtaza Mangungu na viongozi wote ambao walikumbana na kadhia hiyo siku ya jana. Ziko nyakati tunaweza kupishana kwenye itikadi zetu za kimpira, lakini inapokuja swala la football kuwa fair play, kama vilabu ni lazima tutoe matamko haya kukemea na kupinga vikali vitendo vya kihuni ambavyo vimefanyika jana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama ambavyo wametoa wito watu wengine, na sisi klabu ya Yanga tunaliomba jeshi la polisi lichukue hatua stahiki kwa yoyote ambaye atabainika amehusika na vitendo vile vya kishamba vya kumshambulia mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa siku ya jana. Maswali yenu kwa nini tumetoa pole taulizana baadaye, lakini kwa sasa tuingie kwenye ajenda ya msingi ambayo imefanya tukutane leo hapa asubuhi. Siku ya Jumamosi tukiwa tunaelekea kwenye mchezo wetu wa CAF Champions League dhidi ya Al Ahly, asubuhi tulitoa taarifa kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya klabu yetu Young Africans, tukiwajuza wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu na wapenda mpira kwa ujumla hapa Tanzania kwamba siku ile asubuhi kamati yetu tendaji inayoongozwa na rais wa klabu yetu Engineer Hersi Ali Said ilikuwa inakutana, na mbali na shughuli zake kama ambavyo katiba ya klabu yetu imeeleza, katiba ambayo imefanywa marekebisho mwaka 2021 kupitia ibara ya 31, kamati yetu ilikutana na kujadili mambo mbalimbali ya kiuendeshaji ya klabu yetu, lakini ndani yake kukiwa kuna ajenda moja ya msingi ambayo tuliisema ni mchakato wa ujenzi wa uwanja wa klabu yetu ya Yanga. Na Jumamosi tukawataarifu wanachama wetu na Watanzania kwa ujumla kwamba kikao kile cha kamati tendaji kingeenda kutoa majibu ya mchakato mzima uliofanyika wa kumtafuta au kuitafuta kampuni, taasisi ambayo imeshinda tenda ya kushirikiana na klabu yetu kwenye ujenzi wa klabu yetu hapa Jangwani. Kikao kilifanyika vizuri, na nichukue fursa hii kuwajuza ndugu zangu waandishi wa habari
Kikao kile pia kilitoka na jina la mshindi aliyeshinda kwenye tenda hiyo ya ujenzi wa klabu yetu Young Africans. Lakini kabla sijatoa taarifa ya mshindi, ningeomba dakika zenu chache kidogo niwapitishe mchakato ulivyokuwa. Na hiyo ndiyo desturi ya klabu yetu Young Africans Sports Club, na ndiyo mwelekeo ambao uongozi huu chini ya rais wetu Engineer Hersi Said tuko nao. Kila hatua tunayofikia lazima tuwakumbushe tulipotoka na tuwaeleze kwa ukweli na uwazi mchakato mpaka ulipofikia. Nyote nyie ni mashuhuda. Moja ya ajenda kubwa ya uongozi huu wa Engineer Hersi Ali Said, mbali na kujenga timu imara, kuimarisha klabu yetu kiuchumi, kuwa na timu imara za vijana na wanawake, moja ya ahadi au ajenda ambayo alikuwa nayo rais wa klabu yetu sambamba na kamati yake tendaji inayomsaidia kwa majukumu yake ya kila siku kwenye kuiendesha hii klabu, ilikuwa ni ujenzi wa uwanja wa klabu yetu Young Africans Sports Club. Na ajenda hiyo imepita katika hatua mbalimbali. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kufanya tathmini ya eneo ambalo tuko nalo, tuone kwa standard ya uwanja ambao tunauhitaji sisi kama Young Africans Sports Club, je, eneo hili linatosha? Tathmini ile ilifanyika, na baadaye uongozi wa klabu Young Africans uligundua kuna eneo tunatakiwa tuongeze kidogo ili tuweze kukamilisha ajenda hii. Baada ya kubaini hilo, mchakato ukaanza kushirikiana na taasisi mbalimbali za kiserikali kutafuta nyongeza ya eneo hapa kwenye ardhi hii ya Jangwani ili tuweze kupata sasa eneo sahihi kwenda kwenye mchakato wa uwanja. Mchakato hii ilifanyika, na nichukue fursa hii kuupongeza na kuwapongeza viongozi wote wa kiserikali, tukianza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na wizara zake mbalimbali na watendaji mbalimbali ambao walitupa ushirikiano mpaka klabu Young Africans ikapata nyongeza ya eneo hapa makao makuu ya klabu yetu. Tukapata nyongeza ya ardhi. Na baada ya kupata nyongeza ya ardhi, hatua iliyofuatia ilikuwa ni kupata hati ya kumilikishwa nyongeza ya ardhi hiyo. Na kwenye hafla yetu au tamasha la wiki ya wananchi, Afrika na dunia kwa ujumla ilishuhudia klabu Young Africans ikikabidhiwa hati yenye nyongeza ya ardhi kwenye eneo hili. Na baada ya kukabidhiwa hati hiyo kutoka kwa serikali yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uongozi wa klabu Young Africans, hatua iliyofuatia ilikuwa ni kwenda kutafuta sasa kampuni au taasisi ambayo ingeshirikiana nayo kwenye ujenzi wa uwanja wetu. Na mnamo Januari 9 mwaka huu 2026, klabu Young Africans ilitoa tangazo la kukaribisha makampuni na mataasisi mbalimbali kuja kuomba tenda ya kushirikiana na klabu yetu kwenye kujenga uwanja wetu wa nyumbani. Taarifa yetu tuliitoa kupitia magazeti ya serikali, kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Tulitoa taarifa ile pia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, kwa maana ya kurasa za klabu yetu ya Yanga. Na nikiri tulipata maombi mengi kutoka mataasisi na makampuni mbalimbali yakionyesha utayari wao wa kuja kushirikiana na klabu yetu Young Africans kwenye ujenzi wa uwanja wetu. Tuliendesha mchakato kwa weledi mkubwa, kwa uwazi, kwa makampuni na mataasisi haya kutuma maombi yao based on vigezo ambavyo tulivitoa kwenye taarifa yetu. Kama nakumbuka taarifa ambayo tuliitoa ya kutangaza watu kuomba tenda hiyo, tuliweka pia na vigezo. Tuliainisha kwa mfano stadium capacity, tulisema aina ya kiwanja tunachokitaka, lakini pia tulimalert yoyote ambaye angetuma
tenda ile vigezo ambavyo tungevitazama pia kwa kampuni yake au taasisi yake. Kwa baada ya kutoa vigezo vile na maombi kutumwa kwa wingi, tukawa na siku 14. Tukawa na siku 14 kama ambavyo barua yetu ilieleza, za kuchakata maombi hayo, kuangalia ni wangapi wamekidhi vigezo vya kukabidhiwa tenda ya ujenzi wa klabu yetu Young Africans. Na kwa nukta hii, uongozi wa klabu Young Africans kupitia kamati yake tendaji ulikutana Jumamosi kama ulivyowajulisha hapo mwanzo, ukaenda kuchakata hilo jambo, na sasa wamekuja na mshindi ambaye ameshinda kwenye tenda hiyo. Nichukue fursa hii, ndugu zangu waandishi wa habari, wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans na Watanzania kwa ujumla, kuwatangazia kwamba kampuni ya GSM Tanzania Limited ndiyo kampuni iliyoshinda tenda ya ujenzi wa klabu yetu Young Africans. Naomba nirudie hapo. Baada ya kamati tendaji kupitia mchakato wote wa maombi yote ambayo yametumwa, siku ya Jumamosi viongozi wetu walimpitisha kampuni ya GSM Tanzania Limited kuwa mshindi wa tenda ya kujenga uwanja wetu wa Young African Sports Club. Sasa baada ya GSM kushinda na kamati tendaji kujiridhisha kwa vigezo vyote ambavyo tuliviainisha kwamba huyu ndiyo anastahili, nini hatua inayofuatia hapo mbele? Cha kwanza ilikuwa ni kuwajulisha GSM Tanzania Limited kwamba nyie ndiyo mmeshinda tenda hii ambayo mliiomba. Na baada ya kuwajulisha, tunakuja sasa hivi kuujulisha pia na umma kwamba mshindi ni nani. Hatua inayofuatia baada ya kuwajulisha washindi wa hii tenda ni pande hizi mbili sasa kukutana. Pande ya kwanza ni pande ya klabu ya Young African Sports Club ambayo ndiyo inamiliki eneo hapa Jangwani jijini Dar es Salaam, na pande ya pili ni GSM Tanzania Limited ambayo yenyewe ndiyo inakuja sasa kujenga uwanja wa klabu yetu Young Africans. Naomba nieleweke vizuri hapa. Pande hizi mbili zinavyokwenda kukutana, na hili jambo ni jambo linalohusisha vitu viwili. Kwanza linahusisha mahusiano ya kisheria baina ya klabu ya Young Africans na kampuni ya GSM Tanzania, kwa sababu tunakwenda kujenga uwanja. Kwa hiyo kuna mashirikiano hapo yanaingiwa kati ya klabu na kampuni. Kwa hiyo automatic jambo hili linahusisha pia sheria. Viongozi wetu kupata uelewa wa kisheria sasa kwenye mashirikiano haya. Lakini jambo la pili kwenye mahusiano haya kati ya klabu ya Young Africans na GSM Tanzania Limited ni biashara. Kuna biashara hapo inakwenda kuingia kwenye mahusiano haya mawili, kwa maana ya klabu yetu Young African Sports Club na GSM Tanzania wanayokuja kujenga uwanja. Kuna biashara hapo itakwenda kuingia. Kwa hiyo kuna vitu viwili hapo. Kuna sheria, kwa maana ya kufahamu sasa modality ya kisheria ya mahusiano haya kati ya klabu hii ya Yanga na kampuni ya GSM. Tunawekaje hiyo kisheria? Modality gani ni nzuri kuliendea hili jambo? Lakini la pili, kwa sababu inahusisha biashara, ni uwanja ambao utakuwa unatumika. Huyu anamiliki ardhi, huyu anakuja kujenga uwanja. Haya mahusiano kwenye biashara yanakuwa na mwongozo gani? Kwa kutambua hilo na kwa kuthamini uweledi, uwazi wa klabu yetu Young African Sports Club
kwenye mkutano huu kabla haujafanyika, yani kabla pande hizi hazijakutana, kamati tendaji ya klabu ya Young Africans ilitengeneza kamati maalum ya kuliendea hili jambo sasa la uwanja wetu wa klabu yetu Young Africans. Na kamati hii itakuwa chini ya rais wa klabu yetu, kwa maana ya Engineer Hersi Ali Said ndio atakuwa mwenyekiti wa hiyo kamati. Wajumbe wote wa kamati tendaji wanaingia pia kuwa wajumbe wa kamati hiyo, ambayo itatoka hapa kwenda kukutana na kampuni ya GSM Tanzania Limited, lakini kwa kuzingatia fakta mbili ambazo nimwadokeza awali, kwa maana ya mlengo wa kisheria kwenye mahusiano haya na mlengo wa kibiashara. Wako wajumbe wawili ambao kamati tendaji ya klabu yetu Young Africans imewaongeza kwenye kamati hii. Jumbe namba moja ni mwanasheria msomi, mzoefu na mbobevu Alex Mgongolo, ambaye ameongezwa pia kwenye kamati hii, na specific anakuja kutoa ushauri wa kisheria kwa viongozi wetu wa klabu ya Young Africans, aina gani ya mahusiano ya kisheria kwenye mikataba tunatakiwa tusign na GSM Tanzania Limited. Lakini mjumbe wa pili ambaye ameongezwa kwenye kamati hii ni kaka yetu Ivan Tarimo, ambaye yeye anakuja sasa kutusaidia kwenye engo ya kibiashara. Wote mnamfahamu Ivan Tarimo, ana background nzuri ya business. Kwa yeye ameongezwa kuja kutusaidia kwenye engo ya pili. Engo ya kwanza ya kisheria, watu ambao watakuja kuleta ushauri kwa viongozi wetu, ameongezwa hapa Alex Mgongolo. Lakini kwenye upande wa biashara sasa, mtazamo wa kibiashara kwenye mahusiano haya, ameongezwa kaka yetu Ivan Tarimo. Hiyo ndiyo kamati iliyoundwa na kamati tendaji ya klabu yetu Young Africans kushughulikia jambo hili la uwanja. Mwenyekiti wake atakuwa rais wa club Engineer Hersi Ali Said. Wajumbe wa kamati tendaji watakuwa ni wajumbe automatic wa kamati hiyo, plus wajumbe wawili ambao tumewaongeza. Mmoja kwenye uwanda wa sheria Alex Mgongolo, wa pili ni Ivan Tarimo kwenye eneo la biashara. Hizi ndio stage tatu ambazo zitafuatia. Yaani baada ya leo kutangaza, mchakato unaofuatia kutangaza na kujulisha GSM. Mchakato unaofuatia tumeshatangaza pia na kamati ambayo itasimamia hili jambo, na mchakato unaokwenda kufuatia hapo mbele sasa ni Young African Sports Club kwenda kukutana na GSM Tanzania Limited. Ziko stage mbali za kuliendea hili jambo, na mimi sitaki kumaliza uhondo wote leo. Nataka twende hatua kwa hatua, nisijaze vitu vingi kwenye vichwa vyenu mkashindwa kuvichakata. Nataka twende hatua kwa hatua, kama tulivyoahidi kwamba tumetangaza tenda ndani ya siku kadhaa tutarudi kuwajuza, na tumefanya hivyo. Na leo tumewatangazia mshindi na tumewatangazia kamati maalum ya kudili na swala la uwanja wa klabu yetu Young Africans, wajumbe ambao wameingia kwenye kamati hiyo, na tumewaambia hatua inayofuatia ni klabu ya Young Africans sasa kwenda kukutana na GSM Tanzania Limited kwenda kujadili sasa mahusiano haya kwa engo ya kisheria na engo ya kibiashara, ili tujue sasa tunakwenda kuanza huu mchakato katika modality gani. Sio kama umeelewa vizuri bwana Jadwe, kwa sababu unajua ni uwanja, Yanga anamiliki eneo, GSM wanakuja kutoa fedha. Anatoa fedha kwa mlengo upi? Anakuja kutupa bure, anakuja kutukodisha, anakuja kuweka apate nini kwenye huo ujenzi wa uwanja? Haya si mambo mageni kwenye football. Tunashuhudia hata kwenye vilabu vinavyoendelea huko, namna ambavyo makampuni mbalimbali yakiingia kwenye ujenzi wa uwanja. Ziko modality mbalimbali za kisheria na kibiashara zinakubalika. Anapata benefit gani akisha sign huo mkataba na ameshinda tenda na ameshajenga uwanja hapo? Benefit gani anapata GSM Tanzania Limited? Kwa muda gani?
kuna period maalum miaka 5, 10 mahusiano haya au ni mahusiano ya milele. Hizo ndio discussion ambazo kamati hii kwa msaada wa wajumbe hawa wawili ambao tumeongeza watakwenda kukutana na GSM Tanzania Limited na kila upande kuangalia interest zake, kwa maana Young Africans kuangalia interest yake kama club na GSM Tanzania Limited kuangalia interest yake kama mwekezaji kwenye mradi huu. Kwa nichukue fursa hii kuipongeza GSM Tanzania Limited kwa kushinda, na niwapongeze pia makampuni na mataasisi yote ambao yalituma maombi yao kupitia email ambayo tuliiweka. Hakika mmeonyesha namna gani mnashirikiana na klabu kubwa ambayo inazingatia weledi kwenye mambo yake, na huu mchakato utakwenda kwa uwazi, kwa sababu hiyo ndiyo tofauti ya klabu yetu ya Yanga na klabu nyingine. Mchakato wetu utakwenda kwa uwazi, hatua baada ya hatua, na hapo tutakuwa tunatoa pia somo lingine kwa watu wengine wakiwa wanakwenda kwenye michakato mikubwa kama hii. Uwazi, weledi ni vitu vya kuzingatia. Ukifanya vitu kwa usamjo hivi inakuwa halina mwisho mzuri. Ndugu zangu waandishi wa habari, nimezungumza sana na nikaribishe sasa maswali kutoka kwenu.